Rais wa Marekani Bwana Donald Trump amesema hataishambulia Iran. Rais huyo wa Marekani Bwana Trump alisema anatumai hakutakuwa na hatua zaidi za kijeshi za Marekani nchini Iran. Amesema hayo mnamo siku ya jana ya Jumatano ya Januari 21, lakini akiongeza kwamba Marekani itachukua hatua ikiwa Tehran itarejelea mpango wake wa nyuklia. Rais huyo wa Marekani ambaye aliweka wazi kwamba mpango wa kuishambulia Iran upo mezani, sasa amesema hatoishambulia Iran, isipokuwa mambo ambayo yatakuwa katika mazungumzo zaidi ni suala lake la nyuklia. Trump alipozungumza na shirika la habari la CNBC News amesema hawezi kujihusisha na nyuklia. Trump alisema katika mahojiano yake yaliyofanyika huko Davos nchini Uswisi siku ya jana Jumatano, akibainisha mashambulizi makubwa ya anga ya Marekani kwenye vituo vya nyuklia vya Iran mnamo Juni mwaka 2025 mwaka uliopita, huku akieleza zaidi kwamba ikiwa watafanya hivyo itatokea tena. Aidha, Trump aliambia shirika hilo la habari la CNBC kwamba Marekani imeagiza ndege nyingine 25 za siri aina ya B-2, aina ile ya ndege iliyotumiwa mnamo Juni 2025 ambayo iliharibu uwezo wa nyuklia wa Iran. Bado rais huyo anaamini mfumo wa nyuklia wa Iran umeharibiwa kabisa na kwamba Iran haiwezi kuingia tena katika utengenezaji wa nyuklia. Aliongeza kuwa anatumai hakutakuwa na hatua zaidi za kijeshi za Marekani nchini Iran, huku kukiwa na mapigano makali yanayoendelea kati ya raia wa Iran na jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran. Hata hivyo, yeye wakati anazungumza hayo nchini Iran, wanadai kwamba maandamano yamesitishwa kabisa na maeneo mengi watu wanaendelea na shughuli zao za kibiashara pamoja na shughuli zingine za kiuchumi. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani anasema alifikia makubaliano na utawala wa Iran kwamba usiendelee na kuua raia wasiokuwa na hatia waliokuwa wakiendesha maandamano nchini humo, maandamano aliyoyaita maandamano ya amani. Lakini pia maandamano hayo kwa mujibu wa Trump ilikuwa ni kuongeza nguvu waandamanaji, akisema kwamba ataongeza nguvu kwa waandamanaji ikiwa serikali ya Ayatollah Al-Khamenei itasababisha vifo kwa waandamanaji hao. Rais huyo pia alizungumzia zaidi suala la Greenland, ambapo amedai kuwa amefikia makubaliano kuchukua kisiwa hicho cha Greenland. Rais huyo alihutubia mazungumzo ya hivi majuzi ya kimataifa kuhusu Greenland, akisema kwamba alikuwa amefikia dhana ya mpango kamili wa kuweza kutoa eneo hilo. Nadhani itakuwa mpango mzuri sana kwa Marekani, pia kwao, Trump aliambia CNBC. Ni ngumu kidogo, lakini tutaelezea chini ya mstari. Haya yanajiri muda mfupi baada ya Trump kusema kuwa Marekani inatafuta mazungumzo ya kujadili suala hilo na kukataa matumizi ya nguvu ya kijeshi kuchukua nchi wakati wa matamshi yake kwenye mkutano wa WEF huko Davos. Ni Marekani pekee inayoweza kulinda ardhi hii kubwa, kipande hiki kikubwa cha barafu, kukiendeleza na kukiboresha na kukifanya kiwe kizuri kwa Ulaya na salama kwa Ulaya. Ni kizuri kwetu, Trump alisema. Amezungumzia viongozi kadhaa wa Ulaya walioonyesha wasiwasi wao kwamba nia ya Trump kupata Greenland ingesababisha vita kati ya Marekani na Umoja wa Ulaya au NATO. Anasema rais wa Marekani kwamba Marekani yote inachoomba ni mahala panapoitwa Greenland. Trump alisema, akibainisha kwamba anaamini hiyo ingemaanisha umiliki kamili wa Marekani wa eneo hilo linalojiendesha kwa sasa la Denmark. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri.